Ujiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi ya kuchangia wizara yetu hii, wizara muhimu, wizara ya Kilimo. Lakini pia nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Waziri ndugu yangu Chongolo pamoja na naibu waziri na viongozi wote kwa maana ya watendaji katika wizara hii ya Kilimo kwa hotuba nzuri ambayo wametuletea hapa iliyojaa matumaini na dhamira njema ya Mheshimiwa Rais jinsi ya kuweza kutatua changamoto na kuwasaidia wakulima katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuchangia hilo pia napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais jinsi ambavyo ameonyesha dhamira ya dhati ya kuweza kuleta mabadiliko kwa nia anayoonyesha. Bajeti hii ilikuwa shilingi bilioni 2 miaka 4 iliyopita, lakini leo ameipeleka mpaka kufikia kiwango cha karibu trilioni 1.9. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichangie mambo machache. Mambo mengi mazuri yanafanywa na wizara hii. Kama nilivyoeleza, utendaji wa Mheshimiwa Waziri haujawahi kutiliwa shaka kutoka akiwa mtendaji mkuu wa chama chetu, lakini pia naibu waziri tunamfahamu pamoja na watendaji wengine wote wakiongozwa na ndugu yangu Gerard Mweli ambaye rekodi yake haina mashaka yoyote. Tunaomba tutoe mchango mchache kwenye maeneo machache ambayo tunaomba yaboreshwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wananchi wa jimbo la Busokelo tunao mtanzuko katika eneo la chai. Chai imeongelewa na wabunge wengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wawekezaji wa chai Tatepa kule wamegoma kununua chai ya wakulima. Na chai mpaka hivi ninavyoongea wakulima hawana sehemu ya kuweza kuiuza. Viwanda vilifungwa kutoka mwaka 2024 kiwanda cha Mwakaleli, 2025 kiwanda cha Tukuyu. Hali hiyo imezorotesha sana maendeleo katika eneo la Busokelo. Sasa Mheshimiwa Waziri, nimeongea na wewe mara kadhaa na umeonyesha dhamira jinsi unavyokwenda kushughulikia jambo hili ukishirikiana pamoja na wataalamu wengine. Ninakuomba sana utakapokuja kufanya majumuisho hapa utueleze ni jinsi gani unakwenda kutusaidia, kwa sababu mgogoro uliopo, wananchi wanatakiwa kuuza chai kwa shilingi 256 ambapo mwekezaji anataka, na bei elekezi ya serikali ni 366. Sasa wananchi wanataka kujua ni nini msimamo wa serikali kwa mwekezaji huyu ambaye kimsingi ana mambo mengi anayoyafanya, anaonyesha kabisa kwamba ameshindwa kusimamia yale ambayo yalimfanya awe mwekezaji katika eneo lile. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba mwekezaji huyu, Mheshimiwa Waziri, ufanye maamuzi magumu kama alivyochangia jana Mheshimiwa Mwanyika kwamba ikiwezekana aondoshwe, kwa sababu pamoja na mambo mengine wenzetu wamempa mkopo mwingine wa bilioni 6 bado hanunui chai, na huu mkopo wananchi ambao wana 30% wataendelea kudaiwa katika deni hili. Jambo hilo hatutaweza kulikubali kwa sababu ni sehemu ya dhuluma. Tunayo imani kubwa na wizara yako, tunayo imani kubwa na Mheshimiwa Rais ambaye ametoa maelekezo kwamba wawekezaji wa namna hiyo wasipewe nafasi. Jambo la pili, nilikuwa nataka niongee kwa uchache kwa upande wa maparachichi pia. Mheshimiwa Waziri, naomba nimshukuru sana mkurugenzi wa bodi ya chai. Tumeshirikiana kwa kiwango kikubwa kupambana katika kutatua jambo hilo. Baadhi ya mambo najua alitamani yangefanyika, lakini Mheshimiwa Waziri, wizara mnayo nafasi ya kuweza kumsaidia kuona namna gani tunaweza tukavuka kwa pamoja. Vivyo hivyo nilikuwa naomba kwa upande wa parachichi. Ziko parachichi ambazo wanasema ni za daraja ya kwanza na daraja la pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanapokwenda kununua unakuta wanaziangua hizi na wanamwambia mkulima kwamba parachichi zako ni za daraja la pili. Sasa hapo inakuwa ni changamoto sana kwa wakulima na wakulima wetu wanapata changamoto. Tunaomba wenzetu wa Kopra pamoja na kazi nzuri wanayofanya waweze kuwatumia wagani walioko maeneo yale, waweze kuwasaidia wakulima wetu ili kuondoa dhuluma hiyo na kuweza kujua, lakini tusingependa kuwa na maparachichi ya daraja la pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchangia katika eneo la mbolea. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuhakikisha kwamba anatoa mbolea ya ruzuku, na wenzetu wa TFRA hapa wanafanya kazi nzuri sana. Nimpongeze ndugu yangu Joel, amekuwa akifanya kazi nzuri ya udhibiti pamoja na wenzake, na wanasimamia vizuri na kuhakikisha kwamba hatuna changamoto za mwanzo za mbolea ambazo zilikuwa unapata hazikidhi ubora. Lakini Mwenyekiti, katika kufanya jambo hilo tumeona mikakati mizuri ambayo wamesema katika kutuletea mbolea. Pamoja na hivyo, nataka nishauri serikali isikubaliane na wazo la kuuza kampuni yetu ya mbolea Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali lazima tujue kuna maeneo ambapo kampuni nyingine hizi ambazo tunataka pia nazo ziboreshewe mazingira haziwezi kupeleka mbolea. Ndio maana serikali lazima iwe na mashirika kama hayo, kama ilivyo kwenye mafuta na maeneo mengine, ili yale maeneo ambayo wafanyabiashara wataona hakuna faida, basi wenzetu
wa TFC wanaweza wakaifanya kazi hiyo nzuri, na hapa pia nampongeza mkurugenzi ndugu Mshote na wenzake, wanafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuwaongezee nguvu tuweze kuhakikisha kwamba wenzetu hawa wanafanya kazi iliyokusudiwa. Ni washawishi wa Bunge, kama Mheshimiwa Rais amesema anakusudia kuacha tabasamu kwa Watanzania. Moja kati ya sekta na eneo ambalo tunaweza tukapata matokeo ya kuwa na mguso wa moja kwa moja kwa wananchi ni katika Wizara ya Kilimo. Ninaomba serikali tuhakikishe kwamba tutakapoipitisha bajeti hii fedha inakwenda kama jinsi ambavyo imepangwa.